Mtazamaji, turejelee taarifa yetu ambapo KTN sasa imefichua njama ya kutisha ya mipango yenye lengo la kusambaratisha maandamano ya Jumatano ya kumbukumbu za mwaka mmoja tangu maandamano ya Gen Z ya mwaka jana. Afisa mmoja mwenye ushawishi mkubwa kutoka Ikulu na mbunge mmoja maarufu wa UDA kutoka Bonde la Ufa wanasemekana kuwa nyuma ya operesheni ya siri ya kuvuruga maandamano ya Jumatano. Mpango huo unaoendeshwa kutoka ngazi za juu serikalini na katika jiji la Nairobi unahusisha mtandao pana unaowajumuisha wanasiasa, wahuni wa kukodiwa na wapiga propaganda wa mitandaoni, wote wakilenga kuvuruga maandamano hayo kwa nguvu. Hii hapa taarifa kamili. Maandamano yaliyopangwa kufanyika Jumatano na kuongozwa na Gen Z yataadhimisha mwaka mmoja tangu zaidi ya vijana 60 wapoteze maisha yao kutokana na kuupinga mswada wa fedha. Lakini wakati mamia ya vijana wakijiandaa kushuka mitaani, operesheni ya siri ya kuyakwamisha maandamano hayo inaendelea na huenda ikatumbukiza Nairobi kwenye machafuko. KTN imebaini kuwa njama hiyo ya fiche inayoungwa mkono na maafisa wa ngazi za juu katika chama tawala na serikali ya jiji inalenga kuanzisha vurugu na machafuko kwa kisingizio cha kudhibiti umati na kulinda mali. Kikosi cha wahuni nacho kimeandaliwa ili kushambulia hasa wanawake kama njia mojawapo ya kuzua wasiwasi na kuleta hofu. Isitoshe, kuna mpango wa kuwanyang'anya simu waandamanaji ili kuzuia kurekodi ukiukaji wa haki au ukatili wa polisi. Nafikiri hawa vijana wachache wamekuja Nairobi na rungu ndio wameletea shida, mkuje wiki ijayo ndio mjue vijana hapo kwa hapo. Vijana mko? Wangapi wako tayari kudefend serikali? Twende Nairobi. Twende Nairobi. Tugombane na hao. Mwanasiasa huyu William Kamket, mbunge wa Tiaty, Baringo, amekuwa akizungumza waziwazi akichochea vurugu dhidi ya waandamanaji. KTN imebaini kuwa Kamket anafanya kazi chini ya maagizo ya watu wawili wakuu, afisa kutoka Ikulu na mbunge mwenye ushawishi kutoka Bonde la Ufa aliye karibu sana na mamlaka ya juu nchini. Katika mpango huu fiche, KTN imegundua kuwa wabunge wengine 5 pamoja na gavana mmoja wamepewa majukumu mahsusi ya kuvuruga maandamano hayo. Katika mpango huu fiche, KTN imegundua kuwa wabunge wengine 5 pamoja na gavana mmoja wamepewa majukumu mahsusi ya kuvuruga maandamano hayo. Wabunge waliotajwa ni 2 kutoka kaunti ya Kisii, 2 kutoka Mlima Kenya na mbunge mwanamke kutoka Bonde la Ufa. Mnamo Jumatatu Juni tarehe 16, siku moja kabla ya maandamano ya Jumanne yaliyopelekea kuuawa kwa Albert Ojwang, kundi hili la wabunge lilikutana kwa siri katika hoteli ya Sarova Panafric jijini Nairobi kwa takriban saa 2 kujadili mikakati ya kuyadhibiti maandamano hayo. Matokeo ya mkutano huo yalionekana wazi mitani. Makundi ya wahuni waliokuwa na marungu yalizunguka jiji wakieneza hofu bila kukamatwa. Katika maeneo mengine, walionekana wakijaza mafuta kwenye pikipiki zao mbele ya polisi, huku wakiimba nyimbo dhidi ya maandamano. Mpango huu dhidi ya waandamanaji unajumuisha maafisa wakuu serikalini, wakuu wa mashirika ya umma na wapiga propaganda mtandaoni, ukilenga kuwahusisha wahuni katika maeneo muhimu ya maandamano jijini Nairobi, kuwapatia silaha kama rungu na kuwaachia washambulie waandamanaji wasiokuwa na ulinzi. KTN imebaini kuwa maelfu ya marungu yaliyotengenezwa kwa mtindo mmoja tayari yamesafirishwa hadi jijini, yakitengenezwa katika kiwanda binafsi kilichoko Nanyuki kinachodaiwa kumilikiwa na mwanasiasa wa eneo hilo. Vifaa hivyo vinasemekana kusafirishwa hadi Nairobi kwa kutumia magari ya polisi. Uandikishaji wa washambuliaji unalenga vijana wasio na ajira kutoka mitaa ya mabanda ya Nairobi kama vile Mathare, Korogocho, Kibera, Kawangware na Kayole. KTN imepata jumbe za WhatsApp na maelezo ya ndani yanayofichua undani wa operesheni hii ya kupinga maandamano. Operesheni hii inaongozwa na mwanamke aitwaye Antonella Kakuko, anayefahamika kisiasa kama Nella. Ni mshiriki mkuu wa timu ya mawasiliano ya UDA na ambaye amekabidhiwa jukumu la kukusanya mamilioni ya pesa kufanikisha mpango huu. Jumbe zake za hivi karibuni zinaonyesha mwanamke mwenye hasira kali aliye na ajenda fiche. Kwa mfano hii: marehemu watarajiwa wa Wednesday is Wednesday na Occupy State House
and other protected areas, laleni salama. Hiyo haraka ya kwenda Sayuni sijui mmeitoa wapi. Lakini Waswahili husema, mtoto akililia wembe, mpe. Katika jiji la Nairobi, mwanamke mwingine aitwaye Elizabeth Waithira, anayefahamika kama Liz, anaendesha mpango sawia. Amejitokeza kuwa mhusika mkuu katika uandikishaji wa wahuni wiki iliyopita. Baadhi yao wamekiri kuwa waliandikishwa kufanya kazi kwa niaba ya gavana wa Nairobi, Johnson Sakaja. Japo gavana huyo amekanusha vikali madai hayo. I have never and will never sponsor violence of any kind. My entire political life has been anchored on siasa safi, which upholds human dignity, the rule of law, and the democratic rights of every Kenyan. Katika ofisi ya mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei, mwanamke aitwaye Karen Cherotich, maarufu kama Kiki, amepewa jukumu la kuratibu na kuhamasisha ufadhili wa mpango huo. Wengine wanaoratibu operesheni hiyo ni pamoja na Don Kamau, anayejitambulisha kama mkakati wa ICT. Kwenye mitandao ya kijamii ameibuka kama kiungo kati ya wapangaji wa mpango na wanaoutekeleza mitaani. Katika mitaa, waratibu wakuu ni pamoja na Samuel Mundia, eneo la Kayole, Calvins Okoth, anayejulikana kama Gaucho, anayejiita rais wa ghetto huko Makadara, Swale Sonko wa Kibera, na MCA Absalom Odhiambo, maarufu kama Matakwe huko Korogocho. KTN pia imebaini kuwa vyombo vikuu vya habari ni miongoni mwa malengo makuu ya wapangaji wa operesheni hii. Wapiga propaganda wa kidijitali tayari wameandaa kampeni chafu za kuharibu jina vyombo vya habari vinavyoonekana kuunga mkono maandamano.